Nimeisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sijaona kwenye ukurasa wowote kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mageuzi ya kisiasa. Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tusonge mbele na taarifa zinazojiri sasa hivi nchini Tanzania. Kelele na fujo lilizuka bungeni Dodoma leo, huku wabunge wakimshambulia kwa kelele na fujo mbunge Ado Shaibu punde tu alipotaja katiba mpya. Je, kuna mpango gani kuhusu hii katiba mpya? Na je, ni kwa nini wabunge waliweza kuitetea serikali na kumpigia kelele Ado Shaibu baada ya kuuliza kuhusu mwelekeo wa katiba hiyo mpya? Mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado amekutana na upinzani mkali na mkubwa sana bungeni leo wakati akichangia hotuba ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, akieleza kuwa kuna masuala muhimu hayajapewa kipaumbele stahiki katika hotuba hiyo ambayo mojawapo ni katiba mpya. Kama kawaida yetu mtazamaji, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanipata ukunisikiliza vizuri kwa wapi. Kama upo nje nchi, basi niambie unanipata ukiwa nchi gani, na kama uko humo Tanzania, niambie unanitazama na kunisikiliza ukiwa mkoa ama maeneo gani. Mvutano ulizuka bungeni baada ya mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado kuibua wasiwasi wa kutokuwepo kwa masuala muhimu ya kitaifa katika hotuba ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Akichangia taarifa ya Mwigulu Nchemba, mbunge Ado Shaibu alisisitiza kuwa mambo muhimu kama vile katiba mpya, mageuzi ya uchaguzi na marekebisho ya kisiasa hayajashughulikiwa ipasavyo. Hakufahamu ya kwamba maneno haya yake yatasababisha aweze kushambuliwa kwa maneno makali na serikali kutetewa. Matamshi yake Ado Shaibu mara moja yalizua hisia kali kutoka kwa wabunge wengine ndani ya chumba hicho cha bunge. Hali iliongezeka haraka na kuwa mabadilishano makali ya maneno. Waangalizi walibaini kuwa majibu hayo kutoka kwa wabunge wengine yalionyesha mivutano ya kisiasa zaidi ndani ya bunge hilo. Mjadala huo uliashiria jinsi suala la mageuzi ya katiba limekuwa suala nyeti sasa. Katika mchango wake, Ado Shaibu alisisitiza kuwa suala la katiba mpya nchini limesalia kwa kipaumbele cha wananchi wengi, hasa wapinzani. Alisema kuwa kupuuza mambo kama haya kunaweza kupunguza kasi ya maendeleo ya kidemokrasia na maendeleo ya taifa la Tanzania. Kulingana na yeye, mbunge huyo Ado, mageuzi ni muhimu ili kuimarisha mifumo ya utawala nchini. Alieleza kuwa kwa muda mrefu wananchi wa Tanzania wamekuwa wakitarajia mwelekeo wa wazi kuhusu masuala haya, lakini limebaki kimya. Kauli zake Ado Shaibu ziliundwa kuhusu uwajibikaji na utulivu wa muda mrefu wa kisiasa. Hata hivyo, mwitikio mkali kutoka kwa wabunge wengine ulifunika ujumbe wake. Chumba kilizidi kuwa na wasiwasi. Ado pia aliibua wasiwasi kuhusu hitaji la tume huru ya uchaguzi. Alipendekeza kuwa mageuzi katika mfumo wa uchaguzi ni muhimu kwa imani ya umma Tanzania. Kulingana na msimamo wake, uchaguzi wa haki unategemea taasisi za uwazi. Aliongeza kuwa mageuzi ya kisiasa yanapaswa kwenda sambamba na mabadiliko ya katiba nchini. Mambo haya yalizidi kuchochea mjadala huo ndani ya bunge. Baadhi ya wabunge waliona matamshi yake kuwa yana mashtaka ya kisiasa, wengine waliona kama michango muhimu kwa mazungumzo ya kitaifa. Majibu ya wanachama wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, yalikuwa ya haraka na dhabiti. Wabunge wa CCM kadhaa walisimama kupinga madai ya Ado Shaibu. Walisema kuwa serikali haijapuuza masuala haya, badala yake walisisitiza kwamba mageuzi hayo yanahitaji mipango makini. Kulingana nao, mambo ya kikatiba hayawezi kuharakishwa hivi hivi. Mwitikio ulionyesha mgawanyiko wazi katika mitazamo. Mjadala uliendelea kushika kasi ndani ya chumba hicho cha bunge. Miongoni mwa waliojibu hoja hiyo ya Ado Shaibu ya kutaka lizungumziwe suala la katiba mpya ni mbunge Esther Bulaya, ambaye alitetea msimamo wa serikali na msimamo wa Mwigulu Nchemba. Alieleza kuwa vipaumbele vya maendeleo kwa sasa vinaongoza maamuzi ya sera. Kulingana naye, baadhi ya masuala yaliyotolewa tayari ni sehemu ya mipango ya muda mrefu ya serikali. Alisisitiza kuwa mageuzi yanashughulikiwa hatua kwa hatua kila siku. Matamshi yake yalilenga kutuliza hali hiyo, walakini pia walisisitiza kutokubaliana. Mazungumzo hayo yaliangazia mbinu tofauti za kisiasa. Wabunge wengine wa CCM walijiunga na mjadala huo, wakiunga mkono msimamo wa serikali. Walisisitiza umuhimu wa mashauriano mapana kabla ya kutekeleza mageuzi makubwa. Kulingana na hoja yao, ushirikishwaji wa wadau ni muhimu. Walionya pia dhidi ya kufanya maamuzi ya haraka kuhusu masuala nyeti ya kitaifa. Michango yao iliongeza uzito kwa nafasi ya serikali. Mjadala ukawa na muundo zaidi, lakini ukabaki mvutano. Kila upande uliendelea kutetea maoni yake kwa nguvu.
Majadiliano hayo pia yaliakisi mienendo mipana ya kisiasa ndani ya bunge. Masuala yanayohusiana na demokrasia na utawala mara nyingi yamevutia maoni yenye nguvu bungeni. Katika kesi hii ya katiba mpya ndani ya bunge leo, kutajwa kwa katiba hiyo mpya kulifanya kama kichocheo. Wachambuzi wanasema hisia kama hizo si za kawaida. Marekebisho ya kisiasa na mwelekeo wa kugawanya maoni kati ya vyama. Matukio katika bunge leo yanaangazia umuhimu wa mjadala wa wazi kuhusu katiba hiyo. Je, itafika lini? Pia zinaonyesha changamoto za kufikia mwafaka. Licha majibizano makali, jukumu la bunge kama jukwaa la majadiliano lilibaki wazi. Wabunge kutoka pande zote mbili tofauti waliweza kutoa maoni yao. Hii inaonekana kama sehemu ya mchakato wa kidemokrasia Tanzania. Hata katika nyakati za mvutano ndani ya bunge, mazungumzo yaliendelea. Watazamaji nje wanaona kuwa mijadala kama hii ni muhimu bungeni, wanaruhusu mitazamo tofauti kusikika. Hali ilionyesha migogoro na ushiriki, pia ilionyesha jinsi demokrasia inavyofanya kazi kwa vitendo. Maoni ya umma kwa tukio hilo yamechanganyika. Baadhi ya wananchi wa Tanzania wanaunga mkono wito wa Ado Shaibu wa mageuzi na katiba mpya, vilevile wakiwakashifu wabunge waliomkataa ama kumpigia kelele baada ya kutoa wazo hilo. Wanaamini mabadiliko ya katiba yamepitwa na wakati. Hata hivyo, wengine wanakubaliana na mtazamo wa tahadhari wa serikali. Wanasema kuwa utulivu lazima uwe wa kwanza. Suala hilo limezua mjadala zaidi ya bunge. Nafasi za kijamii na kisiasa zinajadili suala hilo kwa bidii. Mada inaendelea kuvuma kitaifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kuwa mjadala utaweza kuendelea katika wiki zijazo. Suala la katiba mpya haliwezi kufifia haraka, inabakia kuwa mada kuu katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Vikao vijavyo vya bunge vinaweza kurejelea suala hilo baadaye. Pande zote mbili zinatarajiwa kudumisha misimamo yao. Majadiliano pia yanaweza kuunda maamuzi yajayo ya kisiasa. Waangalizi wanatazama kwa makini. Kadri hali inavyoendelea, mkazo utabakia katika jinsi viongozi wanavyoitikia suala hilo. Je, kutakuwa na maendeleo kwenye mageuzi ya katiba mpya au suala hilo litaendelea kusubiri? Hili ni swali ambalo Watanzania wengi bado wanajiuliza. Swali hili linaendelea kutawala mijadala ya umma mitandaoni. Uwiano kati ya vipaumbele vya maendeleo na mageuzi ya kisiasa bado inabaki dhaifu. Wafanya maamuzi wanakabiliwa na changamoto tata bungeni. Matokeo pia yanaweza kuathiri utawala wa siku zijazo. Mjadala kabla haujaisha. Kwa kumalizia, makabiliano yanayomhusisha Ado Shaibu Ado yameibua mjadala wa kitaifa kuhusu mageuzi ya katiba. Inaangazia masuala muhimu kuhusu utawala, demokrasia na vipaumbele vya kisiasa. Ingawa maoni yanabaki kugawanyika, mjadala wenyewe ni muhimu. Inaonyesha kushiriki kikamilifu ndani ya mfumo wa kisiasa. Watazamaji wanahimizwa kuendelea kufahamishwa hadithi inapoendelea. Mtazamaji, kumbuka kulike video hii na usubscribe. Vilevile nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na tukio hili. Vilevile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.